Maji ni uhai, maji ni maendeleo, maji ni msingi wa ustawi wa taifa. Tanzania imebarikiwa kwa rasilimali nyingi za maji, maziwa, mito na mabonde ya asili. Hata hivyo, pamoja na neema hii, bado kuna changamoto ya usambazaji wa maji safi na salama katika baadhi ya maeneo ya nchi. Hadi mwaka 2025, asilimia 92.5 ya wakazi wa mijini na asilimia 85.2 ya wakazi wa vijijini wanapata maji safi na salama. Hii ni hatua kubwa, lakini lengo la kuwafikia Watanzania wote bado halijafikiwa. Changamoto si uhaba wa maji pekee, bali ni mgawanyo usio sawa, ongezeko la watu na mahitaji makubwa katika sekta za kilimo, ufugaji, viwanda, madini na huduma za jamii. Kutokana na hali hii, Gridi ya Taifa ya Maji inatekelezwa kama suluhisho la kimkakati, kuunganisha vyanzo vikuu vya maji na kusambaza kwa usawa nchini kote. Huu ni mradi wa kihistoria utakaoweka msingi wa maendeleo endelevu na kuhakikisha maji safi na salama yanapatikana kwa kila Mtanzania. No water, no life, no blue, no green. Na mimi nikaweka no nation. Gridi ya Taifa ya Maji itatekeleza shughuli zake ndani ya mfumo wa usimamizi jumuishi wa rasilimali za maji. Mfumo huu unahakikisha maji yanathibitiwa kuanzia chanzo, mtiririko, matumizi hadi uhifadhi wa mazingira kwa vizazi vijavyo. Tanzania imegawanyika katika mabonde 9 ya maji, kila moja likiwa na bodi ya bonde inayosimamia upangaji, usimamizi na matumizi kwa kuzingatia takwimu, mahitaji ya jamii na maslahi ya taifa. Mabonde hayo ni Rufiji, Pangani, Uamiruru, Ruvuma na Pwani ya Kusini, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa, Ziwa Rukwa na Bonde la Ndani. Mfumo huu unahakikisha maji yanayopatikana yanatumika kwa ufanisi na hayazidi uwezo wa vyanzo, huku ukilinda mazingira na kupunguza migogoro kati ya watumiaji. Gridi ya Taifa ya Maji itahakikisha uhamishaji wa maji kutoka mabonde yenye ziada kama bonde la Rufiji, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa, Ruvuma na Pwani ya Kusini kwenda mabonde yenye upungufu unafanyika kwa uwiano, kwa msingi wa data ya kisayansi na kwa lengo la kuendeleza usawa wa kijamii, maendeleo ya kiuchumi na ulinzi wa mazingira. Sehemu nyingi za nchi, hasa Dodoma, Singida na Tabora, hazina maji ya kutosha. Wananchi wanatembea umbali mrefu kila siku, huku akina mama na watoto wakitumia muda mwingi kuchota maji. Idadi ya watu inakuwa kwa kasi. Kufikia mwaka 2050 inakadiriwa kufikia milioni 118 na zaidi ya nusu watakuwa mijini. Ubora duni wa maji. Baadhi ya maeneo yanakabiliwa na ubora duni wa maji, ikiwa ni pamoja na fluoride kanda ya kaskazini, chumvi kanda ya pwani na utope kwa baadhi ya maeneo. Sekta za maendeleo. Kilimo, viwanda, mifugo na madini na utalii zinahitaji maji safi na ya kutosha. Mahitaji haya yanazidi uwezo wa vyanzo vya sasa. Hili ndilo msingi wa Gridi ya Taifa ya Maji: kusambaza maji kutoka mabonde yenye ziada kwenda maeneo yenye upungufu, kuhakikisha kila Mtanzania na kila sekta muhimu wanapata maji safi na salama leo na kwa vizazi vijavyo. Suluhisho ni Gridi ya Taifa ya Maji, mradi wa kihistoria ambao utaunganisha vyanzo vikubwa vya maji na maeneo mbalimbali nchini. Gridi hii itakuwa na njia 9 kuu za mabomba zenye jumla ya zaidi ya kilomita 4250. Njia ya kwanza, Ziwa Victoria hadi makutano ya Singida kisha Dodoma, kilomita 907. Njia hii itabeba maji kutoka ziwa kubwa zaidi la Afrika na kupitia Geita, Shinyanga, Singida hadi mji mkuu wa taifa letu ambao umekuwa na uhaba wa maji kwa miongo mingi. Njia ya pili, Ziwa Tanganyika hadi makutano ya Singida, kilomita 563. Njia hii itaboresha hali ya maji katika mkoa wa Kigoma, Tabora na Singida. Njia ya tatu, makutano ya Singida hadi Tanga, kilomita 755, itakayohudumia maeneo ya Manyara, Arusha, Kilimanjaro na Tanga. Njia ya nne, Kisarawe hadi Tanga, kilomita 267. Njia ya tano, Morogoro hadi Chalinze, kilomita 232. Njia ya sita, Rufiji hadi Kisarawe, kilomita 171. Njia ya saba, Tanganyika hadi Makambako, kilomita 467. Njia hii itaboresha huduma za maji katika mikoa ya Rukwa, Songwe na Mbeya. Njia ya nane, Nyasa hadi Iringa, kilomita 399. Njia ya tisa, Nyasa hadi Lindi na Mtwara, kilomita 728. Katika maeneo ya milima na miinuko, maji yatapitishwa kupitia handaki za chini ya ardhi
mifereji iliyofungwa yenye kipenyo cha mita 3 hadi 5 iliyojengwa kwa zege imara. Teknolojia hii inaruhusu maji kusafirishwa kwa ufanisi na haraka zaidi. Gridi hii itahitaji miundombinu ya kisasa. Vituo 9 vya tekeo la maji vilivyowekwa kwenye vyanzo vikubwa vya maji. Mitambo mikubwa ya kutibu maji itakayohakikisha maji yatakayosambazwa ni safi na salama. Miundombinu mikubwa ya kuhifadhi maji yatakayosambazwa katika maeneo mbalimbali kote nchini. Mradi huu mkubwa utatekelezwa kimkakati katika awamu 3. Awamu ya kwanza, mpango wa muda mfupi kuanzia 2026 hadi 2030. Mpango wa muda wa kati 2031 hadi 2035 na mpango wa muda mrefu 2036 hadi 2050. Utekelezaji wa njia zote 9 utafuata awamu 3. Awamu ya kwanza, upembuzi yakinifu. Kipindi hiki kitahusisha upembuzi yakinifu, usanifu wa kina na upatikanaji wa fedha. Awamu ya pili, ujenzi. Awamu hii itahusisha ujenzi wa njia kuu za mabomba, vituo vya maji na mitambo ya kutibu maji. Awamu ya tatu, ukamilishaji. Itahusisha kuunganisha gridi yote kuanzia usambazaji kamili na kuhakikisha kila mkoa unapata maji. Awamu ya kwanza ya gridi 2026 hadi 2030. Katika awamu ya kwanza ya utekelezaji, taifa litaipa kipaumbele njia ya Ziwa Victoria hadi Dodoma kama muhimili wa katikati wa gridi ya taifa ya maji. Ukanda huu ni kitovu cha shughuli za madini nchini, sekta inayochangia 10.1% kwenye pato la taifa na inayohitaji maji ya uhakika kwa uzalishaji endelevu na ulinzi wa mazingira. Aidha, mikoa inayopitiwa na njia hii ina mkusanyiko mkubwa wa mifugo. Tabora ina takriban milioni 5.6, Shinyanga ina milioni 5.4, Singida milioni 4.8, Simiyu milioni 4.5 na Manyara milioni 3.9. Zaidi ya mifugo milioni 24 kwa pamoja. Upatikanaji wa maji ya uhakika ni msingi wa ustawi wa mifugo, hifadhi za wanyamapori na sekta ya utalii. Wakati huo huo, Dodoma na maeneo ya kati yanakabiliwa na ukame mkubwa wa maji kutokana na vyanzo vichache na mvua chache. Ukanda huu pia una uwezo mkubwa wa umwagiliaji ambao hujatumika kikamilifu. Kwa pamoja, mikoa hii ina uwezo zaidi ya hekta milioni 1.5 za umwagiliaji, lakini eneo linalomwagiliwa kwa sasa ni sehemu ndogo tu ya uwezo huo. Kwa kuanzia hapa, taifa linaweka msingi thabiti wa kuimarisha uchumi, kupunguza uhaba wa maji na kuleta maendeleo jumuishi katika kitovu cha nchi. Miradi mingine itakayoanza ni pamoja na Mto Rufiji kwenda Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Tanga. Huu ni mradi mkubwa utakaohusisha awamu ya kwanza hadi ya 3 mapema kabisa. Mto Ruvuma kwenda Mtwara na Lindi. Mradi huu pia utatekelezwa kwa kasi katika awamu hii. Ziwa Tanganyika kwenda Rukwa, Kigoma na Katavi. Huu ni ukanda muhimu wa kanda ya magharibi. Awamu ya pili ya gridi 2031 hadi 2035. Kipindi hiki kitashuhudia kuanza kwa miradi mipya na kuendeleza ile ya awali. Simiyu 2. Utekelezaji wa sehemu kubwa ya mradi huu utafanyika hapa. Ziwa Tanganyika kwenda Tabora na Dodoma. Huu ni mradi utakaounganisha kanda ya magharibi na makao makuu ya nchi. Ziwa Nyasa kwenda Njombe, Mbeya, Iringa na Dodoma. Huu ni mradi muhimu kwa nyanda za juu kusini na kati. Awamu ya 3 ya gridi 2036 hadi 2050. Huu ni mpango wa muda mrefu wa kukamilisha miundombinu yote iliyobaki. Miradi mingi iliyoanza katika awamu ya pili kama ile ya kutoa maji Ziwa Nyasa na Ziwa Tanganyika kwenda Dodoma itahitimishwa katika kipindi hiki. Pia miradi ya awali kama ile wa Mto Rufiji kuelekea Lindi na Mtwara itafikia kilele chake cha utekelezaji. Ni dhahiri kwamba huu ni uwekezaji mkubwa ambao utabadilisha sura ya kilimo, viwanda na maisha ya kila siku ya Watanzania katika kanda zote 10 zilizoainishwa. Tanzania imekwisha kuthibitisha kuwa inaweza kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati kupitia miradi ifuatayo. Bwawa la Julius Nyerere Hydropower Plant lenye uwezo wa megawati 2115 lenye gharama ya hadi dola za Kimarekani bilioni 6. Huu ni mradi mkubwa zaidi wa nishati ya maji Afrika Mashariki. Reli ya kisasa SGR lenye urefu wa kilomita 1219 kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza yenye gharama ya dola za Kimarekani bilioni 10. Bomba la mafuta la Afrika Mashariki EACO yenye gharama ya dola za Kimarekani bilioni 5. Na daraja la Magufuli juu ya Ziwa Victoria
daraja kubwa zaidi Afrika Mashariki. Kama Tanzania imeweza kujenga miradi hii, gridi ya taifa ya maji inawezekana. Serikali ya Tanzania itaongoza utekelezaji wa mradi wa gridi ya taifa ya maji kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wa kimataifa kama Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na mashirika ya maendeleo kutoka nchi mbalimbali. Ufadhili wa mradi pia unajumuisha ushiriki wa sekta binafsi kupitia ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi pamoja na matumizi ya hati fungani za kibiashara. Aidha, mradi unatarajiwa kuvutia ufadhili kutoka mifuko ya kimataifa ya tabia nchi kwa kuwa umebuniwa kuwa na miundombinu inayostahimili mabadiliko ya tabia nchi. Uendelevu wa kifedha utahakikishwa kupitia mfumo wa gharama kulipwa na watumiaji wa huduma za maji ili kuwezesha uendeshaji na matengenezo ya muda mrefu ya mtandao wa maji. Dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 inaweka malengo makubwa. Pato la taifa kufikia dola trilioni 1 na pato kwa kila mtu kufikia dola za Kimarekani 7,000. Malengo haya yaweze kufikiwa bila maji. Viwanda vinahitaji maji, kilimo cha kisasa kinahitaji maji. Watu wenye afya wanahitaji maji safi na salama. Gridi ya taifa ya maji si mradi wa maji pekee, ni msingi wa dira ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050. Sekta ya kilimo. Kilimo ni nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania. Asilimia 65.7 ya Tanzania wanategemea kilimo kwa ajira pekee, ikitoa kipato, chakula, malighafi na fedha za kigeni. Sekta hii ilichangia asilimia 26.9 ya pato la taifa mwaka 2020. Tanzania ina ekari milioni 95.5 za ardhi ambapo takriban ekari milioni 44 zinafaa kwa kilimo. Hata hivyo, ni asilimia 3 hadi 5 tu ya eneo hili linalotumia umwagiliaji. Sehemu kubwa bado inategemea mvua. Mazao makuu yanayostawi ni mazao ya chakula kama mahindi, mpunga, mtama na ulezi. Mazao ya mizizi kama mihogo, viazi mbatata na magimbi. Mazao ya mafuta kama alizeti, mchikichi, karanga na ufuta, pamoja na mazao ya kibiashara kama pamba, chai, kahawa, tumbaku na korosho. Gridi ya taifa ya maji itaongeza umwagiliaji, uzalishaji, mnyororo wa thamani na kuinua mchango wa kilimo hadi asilimia 35 ya pato la taifa. Hatua hii itasaidia kufikia dira ya taifa ya 2050 ya uchumi wa dola trilioni 1, kipato cha mtu mmoja dola 7,000 na kutokomea kwa janga la njaa. Ufugaji wa wanyama. Kufikia mwaka 2020, kaya milioni 2,684 Tanzania bara zilikuwa zinafuga ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe na kuku. Idadi ya wanyama ni ng'ombe milioni 33.9, mbuzi milioni 24.5, kondoo milioni 8.5, nguruwe milioni 3.2 na kuku milioni 80.7. Ufugaji unachangia lishe, kipato na ajira. Wanyama hawa wanahitaji maji ya uhakika. Mara nyingi wafugaji kuhama kutafuta malisho ya maji wakiathiri mazingira. Gridi ya taifa ya maji itaboresha ubora wa mifugo, mazao yake na kipato cha taifa, hasa mikoa yenye wanyama wengi na ukame: Simiyu, Shinyanga, Tabora, Singida, Manyara, Arusha na Dodoma. Ufugaji wa samaki. Matokeo ya sensa ya mwaka 2020 yanaonyesha kuwa ufugaji wa samaki unafanywa na wafugaji wadogo na wakubwa. Jumla ya kaya 26,662 zilijihusisha na ufugaji wa samaki, huku kaya 26,294 zikiwa Tanzania bara. Tanzania bara ilizalisha tani 12,873 za samaki. Idadi ya wafugaji imeongezeka, lakini pia upatikanaji wa samaki ni mgumu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi ambao umeathiri mabwawa na kusababisha kukauka kwa baadhi yake. Gridi ya taifa ya maji itasaidia kujenga mabwawa mapya na kuyasaidia mabwawa yaliyokauka, kuuisha uvuvi, kuongeza upatikanaji wa samaki, kukuza ajira na kuchangia pato la taifa. Sekta ya madini. Sekta ya madini nchini Tanzania ni moja ya vyanzo muhimu vya uchumi, ikichangia moja kwa moja pato la taifa, ajira, uwekezaji na biashara. Madini kama dhahabu, almasi, tanzanite, chuma na makaa ya mawe yanazalishwa nchini kwa wingi, huku viwanda vya uchenjuaji vikiongeza thamani ya bidhaa kabla ya kuuza sokoni. Sekta hii pia inaongeza mapato ya serikali kupitia kodi, leseni na ada, huku ikichochea maendeleo ya miundombinu kama barabara, umeme na maji katika maeneo ya migodi. Aidha, madini huongeza fursa za ajira kwa jamii za karibu, kukuza biashara ndogo na za kati na kutoa ujuzi wa kiufundi kwa wakazi wa maeneo ya karibu. Kwa mfano, mkoa wa Geita unaongoza katika uzalishaji wa dhahabu, huku mkoa wa Manyara ukijulikana kwa tanzanite. Uwepo wa madini hayo unasababisha ukuaji wa miji, uwekezaji wa viwanda na fursa za kibiashara, huku ukichangia pia maendeleo ya jamii. Tanzania si nchi ya kwanza kufikia mradi huu mkubwa wa maji. Mataifa makubwa duniani yamekwisha tekeleza miradi kama hii.
Misri imetumia dola za Kimarekani bilioni 10 kwenye mradi wa New Delta Project unaochukua maji kutoka mto Nile zaidi ya kilomita 114 utakaomwagilia zaidi ya hekari milioni 2. China imetumia dola za Kimarekani takribani bilioni 80 kwenye mradi wa South North Water Transfer zaidi ya kilomita 1400. India imetekeleza mradi wa National River Linking wenye gharama ya dola za Kimarekani bilioni 120. Libya ilijenga Great Man-Made River zaidi ya kilomita 4000 za mabomba jangwani kwa gharama ya dola za Kimarekani bilioni 25. Marekani na Lesotho zote zina miradi mikubwa ya maji. Mradi huu una faida zitakazogusa kila kona ya maisha ya Mtanzania. Faida ya kwanza ya gridi ya taifa ya maji ni kila Mtanzania ataunganishwa na huduma ya maji. Hii ni kutokana na kuunganisha gridi na miradi ya sasa inayotekelezwa pamoja na miundombinu iliyopo, hasa maeneo yanayokabiliana na uhaba wa maji. Kupitia mradi huu, mabwawa, mitambo ya kutibu maji, mabomba makuu na miundombinu ya kuhifadhia maji zilizopo tayari, vyote vitatumika kikamilifu kusambaza maji kwa usawa kote nchini, kuhakikisha wananchi wote wanapata maji safi na salama bila ucheleweshwaji. Pili, usawa wa kijinsia. Akina mama na watoto wanaotumia hadi masaa 4 kwa siku kutafuta maji, gridi ya maji ya taifa itawakomboa, ikiwapa muda wa elimu na biashara. Tatu, amani na utulivu. Migogoro kati ya wakulima na wafugaji ambayo mara nyingi husababishwa na uhaba wa maji itapungua sana. 4, afya. Magonjwa yatokanayo na maji machafu, kipindupindu, homa ya matumbo, kuhara yatapunguzwa kwa kiasi kikubwa pale maji safi yatakapofika kila kijiji. 5, kilimo. Eneo la umwagiliaji linatarajiwa kuongezeka kwa kiwango kikubwa kutoka hekari 460 hadi kufikia zaidi ya hekari milioni 10. Mpango huu utazijumuisha zaidi kanda za kati, hususan mikoa ya Tabora, Singida na Dodoma, ambayo ina tija kubwa ya kilimo licha ya kukabiliwa na uhaba wa maji. Hatua hii itabadilisha mfumo wa kilimo kutoka kutegemea mvua na kuwa kilimo cha uhakika cha mwaka mzima. 6, mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania inakabiliwa na ongezeko la ukame unaozidi kuwa mkali kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ili kukabiliana na hali hii, gridi ya taifa ya maji itajengwa ili kuimarisha uwezo wa nchi kuhimili mabadiliko hayo kwa kuunganisha vyanzo mbalimbali vya maji nchi nzima. Hii ndiyo gridi ya taifa ya maji. Njia 9 za maji, kilomita zaidi ya 4250, vituo vikubwa vya ulaji, mitambo mikubwa ya kutibu maji na miundombinu ya kuhifadhia maji. Mradi mmoja unaunganisha taifa zima, kutoka ziwa Victoria kaskazini hadi Mtwara kusini, kutoka Tanganyika magharibi hadi Tanga mashariki. Maji si bidhaa ya anasa, maji ni haki ya kila Mtanzania. Gridi ya taifa ya maji itahakikisha kwamba kila kijiji, kila mji, kila mkoa wa Tanzania una maji safi na salama, leo, kesho na kwa vizazi vijavyo. Gridi ya taifa ya maji, maji kwa wote, maendeleo kwa wote, Tanzania mpya. Maji mwa.